Walipiga bani hapo, ngoja niishushe kabisa. Takuwa chini tu, utakuja kusikiliza. Asante sana. Dakika zangu 5 nitazitumia vizuri vilivyo. Naomba niongee kwanza, nimshukuru sana kaka Sama. Huyu msukuma amepiga nondo za uhakika kabisa, ameongea vizuri kwa uchungu. Mtu mwenye akili timamu, mtu ambaye anajielewa, mtu ambaye anajifahamu. Kwa hizo nondo ambazo kaka Sama amepiga ni nondo za uhakika. Na kwa kweli hizo nondo wazipendi au wauaji. Niko ni kwamba hawatupendi. Yaani jibu ni kwamba hawatupendi. Yaani hilo liko wazi, hawatupendi kwa sababu tunachosimamia ni haki. Na nasema hivi, tunachosimamia ni haki. Kwa hivyo hawatupendi. Na kwa sababu hawatupendi, tubaki kwenye haki. Naomba niongelee issue ya Ngorongoro. Ndugu zangu wa Tanganyika, Ngorongoro si ardhi wa Masai tu. Ngorongoro ni ardhi na ni urithi wa Watanganyika wote. Hilo liko wazi. Kwa hivyo mpumbavu anayesema kwamba Ngorongoro ni wa Masai cha wahamisho au ni wa Masai bwana, si haituhusu, huyo sio Mtanganyika. Ngorongoro ni Watanganyika wote, ni urithi wa mababu zetu, ni urithi ambao Mungu aliona ni vema atupe si Watanganyika, ili iweze kuwa msaada katika maisha yetu na vizazi vyetu na watoto wetu na wajukuu wetu na taifa letu kwa ujumla. Kwa hivyo mimi naposema kwamba Ngorongoro ni ardhi yetu na ni urithi wetu wote wa Tanganyika, ni kwenye usahihi. Hivyo basi tuna haki ya kupambania Ngorongoro kwa njia yoyote ile, kwa nondo, kwa taharuki, kwa vitendo na kwa kila njia, na kuinda Ngorongoro kutoka kwa maadui. Kwa sababu tunajua maadui zetu ni akina nani. Hauhitaji majibu. Unahitaji kuambia adui ni nani. Unamjua adui ni nani. Unamjua adui tunayepambana naye ni nani. Hajajificha, sio mchawi. Ngoro, tunamjua adui yetu ni yupi. Kwa hivyo adui tunapomfahamu ni nani, ni lazima tudili naye, tupambane naye kwa kila njia. Wasomi wakae kwenye nafasi zao, wasomi wenye kuandika bora waandike barua, wenye nondo wapige nondo, wenye taharuki wafanye taharuki. Kwa hivyo adui lazima tupambane naye kwa kila aina, kwa kila silaha, kwa mishare, kwa mapanga, kwa risasi. Tunawajua na sisi tunawajua, na wale wenye elimu wapige elimu zao. Mwisho wa siku tulikomboe taifa letu la Tanganyika. Kwa sababu mwanamke mwenye amesikia akisema kwamba Ngorongoro amewapa Waarabu, ameisha wapa Waarabu kwa sababu ya uwekezaji. Na shino kuelewa. Na mimi naomba niongee na Wamasai ambao wako hapo. Wamasai ni watu tunawaamini sana kwa ujasiri wao. Lakini na shino kuelewa mpaka sasa hivi hawajafanya jambo lolote lile. Tuungane pamoja Watanganyika wote tuikomboe Ngorongoro. Kwa sababu hiyo ni mbuga ya wanyama ambayo inawasaidia Watanganyika wote. Trump samani. Ukimaliza kuongea Trump, yale akaunti yako asibebe, unashuka. Kuna mtu anaitwa Twa yuko hapo chini hapo muda mrefu. Kama atapata nafasi ya kuongea, aongee haraka ili ashuke. Maana yani mimi Sama Trump, yani akaunti hazikai juu muda. Hazikai kabisa hapo juu. Mimi wamelibani. Kwa hiyo ukipata muda wa kuongea mapema unaongea afu unashuka. Sam nani Twa akiongea anaongea afu anashuka. Sawa kaka. Kwa hivyo mimi naomba nimalize kuongea, nimepewa dakika zangu 5 kwa sababu ndio kakataa toa pande. Tuilinde Ngorongoro wa Tanganyika wote. Tuungane pamoja, tuwe wajasiri, tupambanie taifa letu kwa nondo, kwa taharuki, kwa kila njia yote. Lazima tuikomboe Tanganyika. Lazima Tanganyika ikombolewe. Lazima Tanganyika iwe huru kutoka kwenye mikono haramu la muuaji Samia. Lazima tubaki huru. Lazima nchi yetu ibaki huru. Lazima Tanganyika ibaki huru. Lazima tuipiganie Tanganyika kwa njia yoyote ile. Nasema hivi kwa njia yoyote ile, kwa gharama yoyote, Tanganyika lazima ipiganiwe. Nasema nikimalizia, tuipiganie Tanganyika. Asanteni sana. Mungu awabariki. Tutimalia, kuna watu wote huko Discord kama tujaendelea hapa TikTok.
Maboy yuko wapi? Maboy to connect. Uko connected yuko. Cutie Maria, kama kuna watu wanahitaji kuongea huko Discord nafasi. Jeje, naomba muendelee. Cutie Maria, Discord. Okay. Asante sana kaka Trump. Okay. Cutie Maria, umesikia huko? Okay, endelea Damita. Nimesikia ndio. Asante sana. Na mimi ningependa kuchangia katika hiyo hoja ya ukombozi wa. Niendelee? Endelea. Asante. Ningependa kuchangia katika hiyo hoja ya ukombozi wa kiraia. Ndugu zangu, hakuna ukombozi ambao una nguvu kama ukombozi wa raia, kwa sababu ukombozi wa raia ni ukombozi wa namba. Lakini mimi nataka nije na pointi muhimu sana ambayo italenga ile hoja ya Masai, lakini pia hoja ya Watanzania wote. I know that others are listening. I want to contribute to both parties that are listening, the whole country, Tanzania. Sisi tunatakiwa tutambue kwamba kwa wingi wetu, kwa sababu tunayaelewa mazingira yetu, we know our environment very well. Kwa kutumia hicho kigezo cha kujua mazingira yetu, nimesikiliza pointi ya Masai kwamba baadhi ya viongozi wa Masai wamecollude, wameshirikiana na viongozi wakubwa wakapata pesa. Kwa hiyo walipopata pesa ni kama wamewauza raia. Likewise in the country, our leaders, they are kind of sold, wamenunulika, wameuzwa, wamepewa pesa, they are given money. Kwa kama wamepewa pesa, sisi raia ni kama tumebaki wenyewe. Lakini jamani, sisi tuna nguvu ya namba, alafu tuna nguvu ya kuyajua mazingira yetu. Hicho ndio kitu nataka nisisitize. Masai, nyinyi mnajua mazingira yenu. Mnajua wapi pana nyuki, mnajua wapi pana mito, mnajua wapi pana fimbo, mnajua wapi pana mawe. Mnaweza kabisa mkachukua ardhi yenu mkairudisha katika mamlaka yenu. Mimi nachotaka niseme ni kwamba Masai wasijisikia wanyonge. Likewise Tanzanians, all of us hatutakiwi kujiona wanyonge, kwa sababu natoa mfano mdogo, najua na dakika chache. Kariakoo juzi wamezuia gari iliyotaka kubeba bodaboda zilizopaki pale. Wingi wa raia ukazuia zile bodaboda kutokuondoka. Why? They know the environment very well. Wanajua wapi tukiweka mawe hawatapita, wapi tukiweka miti hawapiti, wapi tukiwamwagia mafuta tukawasha na kiberiti itawaka moto hawatapita. Because this is the road. And if it is the road, they are using petrols, cars and other motor vehicles na vitu vingine hawatapita. Kwa hiyo mimi nataka nilete point kwamba mapinduzi ya kiraia bado nguvu kubwa iko kwa raia, because we know our environment very well. Tutumie mazingira yetu vizuri ili mazingira yetu yaweze kutubeba katika kufanya mapinduzi. Sasa hivi tumeona tukijumuika kwa pamoja tunakamatwa, tunapigwa, tunakwenda kufanya matendo ya ajabu. Kwa hiyo kwa uonevu huo basi tutumie mbinu zetu za kivita za kikawaida za kimazingira yetu. Let us come together. Lakini kingine nachotaka kustress hapa, tuungane kwa pamoja. Kwa mfano Masaizi wote nchini wakiungana kwa pamoja, wale ambao wanajua the cause, they know what they are fighting for. Kwa sababu land ya Masai ya Ngorongoro ndio land ya Masai wengine wote ambao kama ikipa safe, kwa sababu wale wanatunza uasili, wako comfortable katika areas zao. Kwa kama wako comfortable katika areas zao, ni vizuri wakafight kubaki pale pale walipo, kwa sababu they are comfortable in their own ways. Sisi wengine we are supporting them, tutawapa mawazo, tutawapa ideas, lakini they know the environment better than anyone else. Likewise sisi wengine wa Magomeni, wa Sinza, wa Kimara, wa Mwanza, wa Mbeya, wa Arusha, wa Kilimanjaro, tutumieni mazingira yetu to fight back. Let us fight back. Tusikubali kubaki tukiogopa magari ya polisi ambayo yanakaa njia kuu, while we know all the vichochoro that we have. Let us use our environment for our own advantages.
tutumie kila silaha tunayojua. Anayejua uchawi atumie, anayejua dini atumie, anayejua mlima atumie, anayejua mserereko, mterezo atumie. Every person atumie kila anachokiweza to fight back. Tanzanians, let us fight back. Masai, let us fight back. Kenyans, if you can help the same Masais. Kwanza Nyerere alisema Masai wa Kenya na Masai wa Tanzania, they are the same Masais, divided by the boundaries, which was just defined a person. Lakini wale ni Masai moja. Wale ni Masai moja, they're speaking the same language. Wanaelewana. Ukiacha Mang'ati, wa Tanzania mtanielewa kwamba tuna Mang'ati na tuna Masai. Lakini tukiweka umoja wetu, tukiyatumia mazingira yetu vizuri, hawa watu tunawang'oa. Jamani, point yangu nitaka ku stress ni hiyo. Tusikubali kubaki nyuma katika pointi ya mapinduzi ya kiraia. We have the power. We have the power, we have the number. Tutumieni vizuri. Asante, narudisha mic. Asante sana Damita. Naweza kuchangia kidogo? Okay, unaweza kuchangia. Asante sana ndugu zangu. Katika hizi movement za harakati za ukombozi inabidi kwa kweli tuongeze kasi, kwa sababu walio wengi kwanza walioanza na sisi, wengine walishasaliti harakati, wengine wamesha left. Kwa ndugu zangu kwenye hizi harakati, kwanza mimi niunge mkono hoja ya kusambaza vipeperushi, kwa sababu kwa namna ambavyo sasa hivi taifa letu lilipofika, lazima kwa kweli kwa sasa tuwe na mikakati ambayo ni tofauti. Lazima tuingie kitofauti, ndipo haya mapambano yanaweza kunoga. Mimi naunga hoja ya usambazaji wa vipeperushi, na hilo tangu hata kipindi cha maandamano. Mkikumbuka vizuri, kama kuna mtu anaweza kunukuu, maana mimi account ninayotumia kwa sasa sio ile ya zamani toka zilizojitokeza, lakini niliwahi kuunga hoja kwamba haya maandamano yanabidi kusambazwa vipeperushi mtaa kwa mtaa, hata ikiwezekana mabango yabandikwe kwenye hili swala la Wamasai ili kuwasaidia wabaki na ardhi yao. Pia tunahitaji kuwaambia, cha kwanza, wadili na wasaliti wa ndani. Najua wanaweza, wanawafahamu, wanawajua watu wenye sauti, watu ambao kwenye jamii yao ndio wanaotumika na hao wanaojiita viongozi wa serikali, kuwasaliti na kuwauza. Kwa waanze kwanza na kudili nao, wazibe kwanza hiyo mianya. Wakishamaliza hapo, kwa sisi tupo nyuma yao tukiunga mkono kwamba ile ni ardhi yao na wabaki kwenye ardhi yao, basi mimi naamini kwamba kila kitu kitakaa sawa. Lakini ninaunga hoja ya mzungumzaji yule aliyezungumza kwamba kwa sasa tunabidi kuwa kivingine katika hizi harakati za ukombozi, kwa sababu hawa watu wameziba masikio, hawataki kabisa kusikia kwa maneno. Kwa hiyo inabidi tuwe na njia zingine mbadala ambazo zitatupatia nguvu, ambazo pia zitatusaidia kuongeza namba, kwa sababu sio watu wote ni wamiliki wa smartphone, sio watu wote wenye mitandao ya kijamii. Lakini kwa njia ya mabango, kwa njia ya vipeperushi, hata stendi asubuhi watu wanaamka wanakutana na vipeperushi, hata mwanafunzi atasoma, ataelewa kinachoendelea. Kwa mimi ninaunga hoja kwa hilo, litatuongezea namba, lakini tutakuwa tumeongeza pressure kubwa, lakini ninaamini kwamba kwa pamoja tutashinda. Wamasai, kama kuna Masai yuko hapa ambaye ni mpenda haki, ambaye anajua hawezi kushirikiana na hao watu kuuza damu za ndugu zao, kwa kweli waanze kudili na watu wenye nguvu kwenye jamii yao, watu ambao wana sauti, wadili nao ndani kwanza. Wakishamaliza hapo, kwa sababu adui akitaka kukuweza lazima akutumie mtu wa karibu. Adui akitaka kukuweza sio kwamba lazima aje moja kwa moja, anaanza na ndugu yako. Ndugu zangu, hapa tulipofika tunahitaji action kama nilivyosema mara ya kwanza, na tunahitaji kwenda hatua mbili mbele kabla ya hawa watu, kwa sababu hawa watu ni wabaya sana hizi. Ni bora tungekuwa tunapigana na adui wa kutoka nje kuliko kumbe kupigana na adui wa ndani. Hawa watu ni wauaji. Hawa watu yani hawana mioyo ya kibinadamu kabisa. Hawa watu wana roho za kinyama. Unaendaje kumuondoa mtu kwenye ardhi ya uzao wake?
amezalia pale, watoto wamekulia pale, watoto wamesomea pale, tena unamhamisha kwa njia za kiragai. Sio kwamba hata njia za makubaliano kwamba watu wapate fidia, angalau watu wanaoenda mjini waende mjini, watu wanaoenda wapi waende wapi. Unawatoa kwa njia za kidanganyifu, njia za kiwizi. Unawaambia unaenda kuwajengea, alafu unaenda unawajengea siropu ya rumu moja na rumu mbili. Unakuta mtu ana mabinti, ana vijana, unamhamisha kwenye ardhi. Jamani, mimi ningewaambia, naunga hoja ya kutambuana mkoa kwa mkoa. Watu wale wa chini, wale ambao hatufahamiki hivyo, tunaweza kutumika sehemu kubwa ya kufanya mapinduzi. Mapinduzi ya kiraia, mimi ninaamini lazima yawe na hatua zinazoweka pressure juu ya pressure. Tukiweka hilo la vipeperushi mkoa kwa mkoa, mjini kwa mjini, stendi kwa stendi, wanaamka asubuhi, mbona vya Freemason vinasambazwa? Hata watu wote wanavisoma, mtu na mbona kuna vipeperushi hivi, ni vya nini? Kwa hiyo mimi niunge hoja hiyo na ipewe uzito na iratibiwe vizuri. Asanteni sana, mimi nilikuwa nataka kuunga hoja ya mzungumzaji aliyepita. Asante sana kaka, tunashukuru kwa kuunga mkono hoja. Nitarudisha mic TikTok, lakini wakati narudisha mic TikTok ninaomba wachangiaji wengine mnyoshe mkono hapa ili muweze kupanda juu ya stage, ili tutakapotoa nafasi ya kuongea inakuwa ni faster, mtu anaongea chap chap. Asante sana kwako Jeje TikTok na Mandisa. Okay, basi naomba uendelee kujiorganize kwa pande juu, alafu tutarudisha mic Discord muda si mrefu. Nilikuwa naomba dada Loveness, naomba uchangie mada. Asante sana hosti, asante moderators na wengine wote mliohudhuria katika kikao hichi. Naomba unisomee mada ya pili Jeje. Mada ya pili ni umuhimu wa nchi kujiunga kwenye ukombozi wa kiraia. Kama alivyosema mama hapa, hakuna ukombozi hatari kama ukombozi wa kiraia. Wananchi wote wakiamua, basi serikali itatoka madarakani. Kwa hiyo karibu. Ndio hiyo ambayo nayo nimeandika kusijui wito wa nini katika ukombozi wa kuitoa CCM madarakani au? Yes. Okay, sawa. Mimi hapa wito wangu, kwanza hapa nataka niongee na watu ambao ambao yani hawako mlengo mmoja na sisi sana, nataka niongee nao hao. Wajua kwamba wito wetu sisi hapa sio wa chuki, bali ni kutaka uwajibikaji na mzunguko mzuri wa madaraka katika taifa, katika afya ya taifa, katika mpango mzima wa demokrasia, haki za binadamu na maendeleo ya jamii. Kwa tukiangalia chama ambacho kipo saizi madarakani, hamna kabisa demokrasia, hawazingatii kabisa haki za binadamu, hawaleti kabisa maendeleo katika jamii. Tunaona kuna ndugu zetu waliouawa tarehe 29 na kuendelea. Ni haki yetu kikatiba kufanya maandamano, lakini wao wakaona kwamba sio haki yetu, wakaua watu. Pia ukija kuna swala zima la demokrasia, saizi ni mtu ukiongea chochote kuhusu serikali unafungwa mdomo, unachukuliwa, unatekwa, unafanywa vitu vya ajabu hivyo. Hivyo. Umeona? Wengine wako huko wamefungwa kwa kesi za kusingiziwa. Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani chama tawala hakina uwajibikaji mzuri katika taifa. Na hakizingatii haki za binadamu katika taifa. Na ndio maana tunatoa ni lazima tuwe kitu kimoja. Hatuwezi kufanikisha jambo letu, na ndio maana tunasisitiza tutoe elimu kwa watu katika jamii, tuwafikie watu wengi katika jamii ili tuweze kuwa kitu kimoja, ili tuweze kufanya mapinduzi ya kuitoa CCM madarakani. Hatuwezi kukubali kuwa na chama ambacho hakizingatii chochote kuhusu wananchi wake, wenyewe wanajinibikizia tu wao. Hatuwezi kuwa na chama ambacho
hata hospitali leo hii hakuna hata hospitali leo hii hakuna. Yani mtu unaenda hospitali, mtu unaenda mbavu, ukiangalia sijui maji ndio usiseme, ukiangalia umeme ndio usiseme. Lakini kwa wenzetu wao wenyewe wanaishi good life, watoto wao wanaishi vizuri, mambo yao yanawanyokea. Na ndio maana tunatoa wito kwa watu wote tuweze kuungana, tuwe kitu kimoja kuiondoa CCM madarakani, sio kwa chuki, bali ni kutaka tu mzunguko mzuri wa madaraka ya taifa letu. Sisi Tanzania sio maskini. Sisi ni matajiri sana kutokana na rasilimali ambazo tunazo. Lakini tunaitwa maskini kwa sababu ya watu wachache sana ambao wamejilimbikizia mali. Watu wachache sana ambao wanajihudumia wao tu. Ni kikundi cha watu tu wameamua kujiorganize wao tu ndo wafurahie mema ya nchi. Lakini sisi raia wa kawaida ndo tunaoteseka. Na ndio maana tunakuwa maskini, ni ombaomba wamejaa. Lakini tukiitoa hii CCM madarakani, tukawachagua watu walio bora ambao wanajua demokrasia ni nini, haki za binadamu ni nini, maendeleo ya jamii ni nini, tutapata ni sawa, kila mtu hatakuwa na ile maisha mazuri, yani yale maisha ya utajiri, lakini tutakuwa na standard fulani kwamba hata ombaomba watapungua. Lakini sasa hizi ukienda pale Kariakoo watu wanajifanya ni ombaomba, lakini unakuta mtu ni mzima tu, lakini ni umaskini tuliojengewa na serikali ya CCM. Ukienda huko dada zetu sasa hizi tunajiuza kwa sababu yani hakuna ajira, hakuna nini, mtu anaona mimi nitaishije, bora nikajiuze. Ni umaskini tuliotengenezwa na CCM. Tukija kwa kaka zetu tunaona kaka zetu wanakuwa mashoga, yani wanakubali kuwa mashoga, wakapigwa miti huko imradi tu waweze kula, maybe hivyo, kwa sababu kazi hamna, mtu amesoma, ajira hamna, na hata ukiamua kujiajiri mikodi kibao, yani kwa sababu ya serikali ya CCM walivyotuwekea. Kwa wito wangu kwa Tanzania na watu nyie wengine, yani Watanzania wote including nyie CCM ambao mnasema kataa maandamano, wito wangu ni mmoja tu: lazima tuungane kuiondoa CCM madarakani. Ni lazima tuwe kitu kimoja kuondoa CCM madarakani for the sake of all of us. Yani sio kwamba ni sisi tu pekee yetu ambao tuko hapa wanaharakati, hata nyie wenyewe kwa ajili yenu na watoto wenu pia. Umeona leo utajisikiaje mtoto wako amesoma vizuri, umemsomesha Miela amefika mpaka chuo kikuu, alafu yuko tu nyumbani, hana issue yoyote, na akienda kujiajiri huko mara ndo amepigwa mikodi ya maana, mara ndo machinga wanafukuzwa barabarani, utajisikiaje? Hauwezi kujisikia vizuri. Lazima utajisikia vibaya. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba Watanzania wote kwa ujumla tuungane, tuwe kitu kimoja, tupambane kuiondoa CCM madarakani ili tuweze kuishi maisha ambayo yanastahili. Kwa hiyo kwangu ndo hayo. Asante sana hosti, asante Jeje na wengine. Zoea wewe. Okay, asante sana Davis kwa mkono wako. Huyu boss alikuwa hapa juu, account yake imekuwa banned. Sasa hivi anatumia account ya Mariam, mnaweza mkamfollow hapo. Maisha yetu ndo hayo ya kufungwa na nini ipo. Naweza mkamfollow hapo ili aweze follow ni account ni ndugu yenu hapa Nuruvazi. Nimebaniwa hapa nikiwa hapa nimepigwa shoka. It's okay, no problem. We're still moving. Let's go. Ase pole. Jamani mumfollow hapo watu 180 mumfollow hapo chap. Tuokoe muda. Na muendelee kutap jamani, mlinde hii kambi. Ili tumalize kikao chetu salama. Kaka Mkombozi, fungua maiki tusikie mchango wako. Hey, mko sawa? Jeje, kumenyamaza? Mnanisikia? Watu wa tap naona tunashambulia watu wa tap kwanza. Tunakusikia, lakini ninaomba watu ambao mko chini kwenye comment section, jamani, tuko wengi. Tutapuni hata tufike hata 200,000.
Hapo on the screen. Na mimi bora nishuke kwa sababu kama bado mimi kuchangia, bora nishuke kwa sababu mimi ananivizia huku kujua anaweza akanipiga tena na mimi ban. Maana hii account ya 3 hii. Watu wa tap tap kwanza, account imekuwa nzito. Watu wanashushwa tu. Kama Cutie Maria amejikuta ameshushwa tu hapo saizi. Mtap tap kwanza jamani. Tunaomba mtap tap. Mtap tap mshare live, mtap tap mshare live. Watu wa kwenye comment section please. Badala ya message tunaomba mtume makopa kopa. Tumeni makopa kopa mtap tap jamani, account imekuwa nzito sana. Lakini pia kama kuna kaka tunaipenda Tanzania, kaka Bino, tunaomba request mpande kama mpo. Kuna wasubiri nyinyi. Kaka Twaa pia. Ni wakati wako sasa, tunakuhitaji hapa juu. Na Cutie Maria kama uko Discord, mpo salama huko. Maboy, hebu tu connect kama kuna mtu anahitaji kuongea kutoka nili Discord. Wakati tunashughulika na hapa. Kuweza kujitetea au kusimama mbele za watu na kuweza kujulikana kama hao ambao tumeweza kuwataja kwa ufupi. Sasa tukienda kwenye ibara ya 24. Ibara ya 24 inasema haki ya kumiliki mali ikiwemo ardhi. Sasa ibara hii inamtaka kila mtu ana haki, inampa haki kila mtu kumiliki mali. Na mali ya mtu haiwezi kuchukuliwa bila kufuata sheria na kulipwa fidia stahiki. Sasa tukienda kwa ndugu zetu wa Masai, walishinda ile kesi katika ile mahakama ya Afrika Mashariki. Lakini je, serikali ilizingatia? Hii ambayo inajiita serikali ilizingatia? Haikuzingatia. Maana yake ile katiba na sheria ambazo zimeitaka hii serikali izingatie, haizingatii. Sasa kama wenyewe hawazingatii, sisi wananchi tutawezaje kuiheshimu? Kwa hiyo kwa ufupi, tukizingalia hizi ibara kuanzia ibara ya 8, ibara ya 18, ibara ya 20, ibara ya 14, ibara ya 24 zinatutaka kutengeneza haki ambayo imevunjwa na hii serikali iliyopo. Kwa maana hiyo sasa hatuna budi kuungana katika haya mapinduzi ya kiraia. Ndio kitu pekee tulichobakiwa nacho. Kwa hiyo tusije tukadanganyana kwamba tutaitegemea serikali, tutategemea polisi, tutategemea nani. Lakini tukija kuangalia katika maisha ya kila siku, maisha yetu ya kila siku, hebu tujiulize kwa pamoja. Miundo ya mifumo ya utoaji haki yote imeshatekwa nyara. Yote imetekwa nyara. Sasa hivi ukienda mahakamani unaenda kupoteza muda, unaenda kupoteza pesa. Angalia uonevu wa raia ambao unaendelea sasa hivi. Sasa hivi polisi sio sehemu salama tena. Sio sehemu salama tena. Huwezi ukasema naenda polisi kupeleka malalamiko yangu, na kupeleka kesi yangu, kupeleka tatizo langu, au hata kama ujui sehemu unatafuta sehemu ya kwenda, uende kwa unasema naenda polisi ili waweze kunipa muongozo napita wapi, nafika wapi. Sio sehemu salama tena. Polisi imekuwa ni genge la wauni, genge la watekaji, genge la wanyang'anyi. Kwa hiyo sio sehemu tena ya kwenda kupeleka malalamiko yetu. Lakini tukiachia hiyo swala la uonevu, vyombo vya ulinzi na usalama vyote, yani hapa tunaanzia jeshi la wananchi, jeshi la kujenga taifa, jeshi na majeshi mengine yote. Haya yote hayapo kwa ajili ya kulinda hii katiba, kulinda raia na mali zao, bali wapo kulinda genge la wanyang'anyi ambao limeingia madarakani kinguvu kwa kuua wananchi. Lakini tukienda hapo, hebu tuangalie hali ya utekaji ambayo inaendelea na mauaji. Sisi kama wananchi tunadhani tutaendelea kukaa na kusubiri kwamba haya mambo yaishe yenyewe? Hapana. Lazima tuungane kwa pamoja, tuunganishe hizi nguvu ili tuweze kuleta haya mapinduzi ya kiraia. Na ndio
kupona yetu iliyo kwa sasa. Tusipofanya hivyo, hali itaendelea kuwa mbaya. Yaani hali itaendelea kuwa mbaya. Sasa hivi hao watekaji wameshaanza kuota mapembe. Tumeanza kuona naingia nchi jirani kwa ndugu zetu wa Kenya na wanaenda kufanya utekaji huko. Kwa bahati nzuri wenzetu wamesimama imara na wameweza kuwakamata watekaji. Lakini pia tumesikia wako wengine wameenda Sweden, wako wengine wameenda maeneo mbalimbali. Maana yake ni nini? Hawa watu kadri siku zinavyozidi kwenda, hali inaendelea kuwa mbaya kwa sababu hawajui wanachokifanya, hawajui wanachokipigania. Kwa hiyo ni rai kwangu kwenu nyote, tuweze kuhakikisha katika kila siku unahamasisha walau watu wawili katika watu 10 juu ya haya mambo yanayoendelea. Tuende na Pareto analysis au Pareto theory kwamba ni watu 20% tu ndio wanaleta mabadiliko. Kwa hiyo lazima tuhakikishe tunaipata 20%, na 20% ya Watanzania wote tunazungumzia milioni 14. Hawa milioni 14 ukigawanya vizuri katika kila mkoa, tunahitaji kushawishi watu 450,000 kila mkoa. Katika hawa watu 450,000, wewe leo hii katika cycle yako ya watu 10, tafuta watu wawili, wakonvinsi watu wawili wawe upande wako wa ukombozi. Tukifanya hivyo, ndugu zanguni, tutaweza kufikia yale malengo kwa pamoja, kwa sababu wale wataenda na wenyewe watatafuta watu wao wawili, na wale watatafuta watu wao wawili. Kwa hiyo utakuta ni chain ya influence. Kwa hiyo with no time tutaweza kufikia kile kilele. Lakini kiukweli hali tulionayo, bila kuungana kama wananchi kuleta ukombozi wa mapinduzi ambao kama ajenda inavyosema ya pili, tutakuwa tunapoteza muda. Hali yetu sio nzuri, hatuwezi kuitegemea tena katiba iliyopo imesha dharaulika, imesha kanyagwa na bado inaendelea kukanyagwa. Ukienda kwenye polisi hao ambao wanatakiwa kulinda wananchi na raia na mali zake, ile PGO ambayo inawaongoza katika utendaji kazi wao wameisigina, hawaizingatii, hawaifuati. Ukienda kwa majaji pia ni hivyo hivyo. Ukiangalia taarifa ambayo imetolewa na UN ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu ameshinda ile kesi chini ya ambayo ilikuwa imesimamiwa na wakili wake Robert Amsterdam, imezungumza wazi wazi kupitia ile UN work group kwamba haki za Tundu Lissu zilikanyagwa kuanzia ukamataji na hadi ufunguaji mashtaka. Na kimsingi kwa sisi ambao hatuna taaluma ya sheria, tunajua tu pale wanapofanyika makosa katika ukamataji, automatically ile kesi inakuwa nullified. Lakini tuangalie mambo yanavyoendelea mpaka sasa hivi, ni danadana. Yaani kwa hiyo hakuna sehemu ambayo sisi kama wananchi, kama raia tunaweza kwenda kwenye hii katiba haitulindi tena. Kwenye vyombo vya kiusalama havipo kwa ajili yetu. Kwa hiyo kilichobakia ni sisi wananchi kwa wananchi. Kwa hiyo lazima tuendelee kuhamasishana, tuweze kutumia hiyo Pareto theory, itatuletea matokeo. Tusitake kuwa convince asilimia yote 100%. Twende na 20% tu. Tulenge kuwa na watu milioni 14 nchini. Constable Kenya.